Intake yetu, Nyanzwa yetu, maji safi, urithi kwa wazee wetu. Uongozi wa Kiatu TV unakutakia siha njema na mafanikio mema. Karibu tujifunze. Kiatu popote, kila kona tunafika. Hii ni timu ya ushindi, wanastahili sifa. Karibu Kiatu popote, hakuna shaka wala hofu. Kiatu popote. Habari za wakati huu mtazamaji wa Kiatu Media popote tunakanyaga, na ni mwanga kwa jamii. Siku ya leo tuko Iringa, wilaya ya Kilolo, kata ya Nyanzwa, kijiji cha Nyanzwa, na tuko maeneo ya Intake ambako vyanzo vya maji vya kijiji hiki yanapatikana. Maji ya kunywa pamoja na maji ya irrigation system yote. Lakini pia tuko kwa sababu moja tu. Sababu ambayo imetupelekea tarehe 15 Kondoa Irangi kijana mmoja alipelekea kuweza kufunga ndoa. So tuko kwa siku ya leo tuko kwa sababu ya kuweza kuwaonyesha watu wote wenye shughuli tofauti waweze kujua kwamba nini kimetufanya kuweza kusherehekea tarehe 3 ya mwezi wa kwanza 2026. Hivyo basi niko na kijana ambaye amemsafirisha binti mikoa kadhaa wa kadha kutoka sehemu ya mbali kabisa, Kondoa Irangi. Kondoa inapatikana Dodoma, ukifika pale kilomita 300. Imagine, lakini kijana huyo amemleta huyo binti. So niko naye hapa kwa ajili ya kuweza kuhojiana naye. Kiatu popote ni jibu la kila nia. Kiatu popote, kila kona wana. Naitwa Atibu Athmani Kitime. Okay, tuambie nini siri ya mafanikio yako kwenye hii adha ya siku ya leo kuweza kuwakusanya watu katika kijiji cha Nyanzwa? Mafanikio yangu katika hii siku ya leo ni furaha kuona watu mbalimbali wamefika kushuhudia sherehe ambayo nimefanikiwa kuitimiza katika muda mrefu ambayo ilipangwa. Okay, na unaweza kutuambia imewezekanaje kuweza kukitoa hiki kifaa, kwa sababu nimemwona tu kwa mbali. Umewezaje yani kushawishi wa namna ya kwamba umemtoa binti mbali na kumleta huku kijijini kama mke wako halali wa ndoa? Nimefanikiwa kwa njia ngumu, ila katika mizunguko ya kutafuta maisha ndio nikakutana naye katika utafutaji huko Dar es Salaam, maeneo ya Boko. Nimepata shida sana mpaka kumpata hivi. Sasa nimefanikiwa na yeye aliridhia kuwa na mimi kwa sababu nilimsumbua sana. Kwa hiyo wewe unaitwa Atibu, tafsiri yake wewe ni Muislamu. Yeah. Una harakati ya kuweza kumuongezea msaada mwingine hapo baadaye baada ya kuona kwamba mke wako mkubwa atakavyokuwa anahitaji pengine msaada? Inshallah Mwenyezi Mungu akiblesi mambo yatakuwa sawa, msaada utakuwa mkubwa na yeye atanipa ushirikiano kama tulivyotoka mwanzo. Okay, sawa. Labda una kitu cha kuweza kutuambia sisi vijana ambao hatujaoa na wewe unaingia kwenye ndoa hivi karibuni? Cha kuwashauri vijana wenzangu ambao hawajaoa mpaka sasa hivi, wasiogope. Vijana wenzangu na washauri tu kuwa wasiogope. Ndoa sio mapambano, ndoa sio vita. Vile tu ni kuishi na mwenza, kutunza familia na kuenda matatizo mbalimbali ya kijamii na vile kifamilia. Ni vizuri, inapendeza. Swali la mwisho, unawezaje kutuelezeaje unampendaje mwanamke wako? Yaani tuelezee ili tuweze kufahamu the way, ili dunia iweze kujua the way ulivyokuwa kwenye dimbwi la mahaba. Dimbwi la mahaba ni kubwa kiasi kwamba hata kina chake shetani hataki chungulia hawezi akaona chini ambapo sisi tulikojificha na mahaba yetu. Nasema tu Mwenyezi Mungu ndio anayejua upendo wetu. Ni timu ya ushindi, wanastahili sifa. Karibu Kiatu popote, hakuna shaka wala hofu. Tumalize na neno la mwisho kwa wazazi, ambapo pengine utawezekana wamekwambia au wewe mwenyewe unaweza ukawaasa ili kuweza kuenzi ndoa yenu kwenye wakati wa furaha zaidi. Shukrani, na neno la shukrani. Kwanza nipende kuwashukuru wazazi wangu, walilisimamia toka mwanzo japo nililificha. Mwisho wa siku sasa likaonekana kwa wazazi, hawakusita kunipa ushirikiano kulingana na nilivyowaficha. Wanisamee tu nilivyokuwa nimewakosea,
So napenda tu kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwape moyo wa kutushikilia sisi watoto wao na kutupa ushirikiano, wasituache kama watoto ambao tumetengwa, au jinsi kama nilivyokuwa nimeoa, mfano mtu mwingine asingepewa ushirikiano kulingana na malezi waliolelewa. Okay, sawa. Shukrani sana, na nipende kukujuza mtazamaji wa Kiatu Media popote tunakanyaga, na ni mwanga kwa jamii. Hivyo ndo tumemaliza na ndugu ambaye ametukusanyisha siku ya leo tarehe 3 ya mwezi wa kwanza 2026. Uko na mimi, lakini pia ungana na mimi kuweza kumuona mtu ambaye Atibu ameweza kutukutanisha naye. Kama nilivyosema, ni kutoka Kondoa Irangi, Dodoma mjini, mpaka umbali wa kuweza kufikia nyumbani kwa shemeji ni kilomita 300. So ungana na mimi, nifate, usichoke. Shemeji, habari? Salama shemeji. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Tukio liko wapi? Twaleta kamera. Kiatu popote, kazi yetu ni ushindi. Hujambo mtazamaji wa Kiatu Media popote tunakanyaga. Nimeshakaribia kuweza kumfikia bi harusi ambaye ameungana na Atibu Kitime, ambapo wametusababisha kuweza kukusanyika siku ya leo. So tuko naye kwa ajili ya kuweza kuulizana maswali machache. Shemeji, habari? Salama za kwako shemeji. Pole kwa uchovu. Asante shemu. Naomba uniambie nini siri ya mafanikio ya kuweza kuchukua hii riski ya kuweza kutimiza nusu ya dini? Kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kufikia hapa kwenye ndoa. Kwa kweli nimeona na mafanikio, ndio maana nimeamua bora kuingia kwenye nusu ya dini ya ndoa. Okay. Umepata stara ya kwanza ya mwanamke. Tunasema mwanamke anastirika mara mbili. Mara ya kwanza ndoa, mara ya pili akishakuwa amefariki dunia, si ndio? Sawa. Okay, sawa. Unaweza kutuelezea labda changamoto ambazo umepitia wakati ukiwa na mwenzio kwenye harakati za uchumba pamoja mpaka kufikia maamuzi ya ndoa? Zipo changamoto mbalimbali, lakini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu sijapata labda changamoto labda mbaya zaidi. Zote zilikuwa changamoto tu za kawaida. Pole sana na hongera sana. Naomba kujua kuhusiana na dimbwi la mahaba ulilonalo kwa Atibu Asmani Kitime. Kwa kweli Atibu Asmani Kitime ananipenda sana. Nazungumzia wewe, ukoje kwake? Dimbwi la mahaba kama kipenzi chako ukoje? Kwa kweli nampenda sana Atibu. Unampenda sana kuliko kitu kingine? Nampenda. Kitu kingine kama kitu gani? Hakuna mfano wake. Okay, sawa. Sasa tumalize kwa kuweza kutoa neno la shukrani kwa wazazi ambao wamekulea wewe mpaka kuweza kukuozesha kwa familia ya Kitime. Kwa kweli nawapongeza sana wazazi wangu, wamenilea vyema mpaka hapa nilipofikia, kwa maadili mazuri yenye tabia nzuri, hadi sasa hivi nimefikia kwenye ndoa yangu. Kwa kweli nawashukuru sana wazazi wangu, pia wazazi ambao ni upande wa mwanaume wamenipokea vizuri sana, nawashukuru pia wazazi hao. Kwa upande wote nawashukuru sana. Wewe ni mtoto wangapi kwenye familia yenu? Mimi ni mtoto wa 3 katika familia yetu, na ambaye ni mtoto wa mwisho nyumbani kwetu. Akiwepo mdogo wangu sijajua labda kwa hapo, ila mimi ndo mwisho. Mtazamaji wa Kiatu Media, tumehitimisha kuweza kukutana na muoaji pamoja na muolewaji maeneo ya Intake. Hapa ndio sehemu ambako tumeweza kuweza kuwakuta hao watu wametukanisha siku ya leo. Hivyo basi usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, lakini pia mitandao ya kijamii tunapatikana kwa jina la Kiatu Media, social media aina zote. Karibu sana. Kiatu popote, kila kona tunafika. Kadi na mabango, biashara ni ndoto. Kwa kila tukio twashuti na umakini. Kiatu popote, kazi yetu ni ya dhati.